Hello, kwa majina naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Mpendwa mtazamaji, karibu sana. Kama wewe unaungana na mimi katika video hii kwa mara ya kwanza kabisa, na kuomba usubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu pale ambapo natoa madarasa mapya na wewe yaweze kukufikia kwa urahisi zaidi. Nashukuru Mungu siku ya leo si jambo, matumaini yangu na pia wewe huko uliko hujambo kabisa. Tunaendelea na madarasa ambayo leo tutajifunza mambo mazuri yanayohusiana na tiba, kuhusiana na mifugo yetu. Najua mengi nimeyafundisha kwa ajili ya kuhusiana na tiba za miili yetu, lakini kwa leo naenda kufundisha namna ya kutibu mifugo ulionayo, kwa sababu hata mifugo ni faida kwetu na inatusaidia, na tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunajua kutibu mifugo kwa kutumia miti shamba. Pendwa mtazamaji, katika video unaoona hapa unaitwa ni mmea wa mnyure. Nategemea na eneo ambalo na kabila mnahitaji, lakini kwa sisi tunaita mnyure. Mnyure huu jamani, ni tiba nzuri sana kwa magonjwa ya mlipuko, hasa kwa magonjwa ya ng'ombe. Mifugo ya ng'ombe huwa inapatwa na magonjwa ya mlipuko kipindi cha mwisho wa mwaka au mwanzoni mwa mwaka. Waga wanapata magonjwa makali sana ya mlipuko. Kuna magonjwa kama ya homa, alafu mengine ni magonjwa ya kutoka vipele, na mengine magonjwa ambayo ni maradhi ya ng'ombe, yapo mengi. Lakini huu mti unaoona hapa ni tiba nzuri sana, ambapo mti huu unachotakiwa kufanya uwe nao nyumbani kwako kwenye zizi la ng'ombe, hakikisha umeupanda. Kwa watu wa mikoani nadhani wanaufahamu sana huu mti, ni tiba nzuri. Wengi wao wanazungushia katika mazizi yao ya ng'ombe. Kwa hiyo na wewe unatakiwa katika zizi lako la ng'ombe hakikisha unazungushia huu mmea. Unapanda hata kama ipo miwili au mitatu, hakikisha unapanda. Na ikifika muda, kwa mfano miezi 6 ikipita au mitatu, hakikisha unakatakata matawi ya huu mti unatupatupa katika zizi la ng'ombe. Na kwa wale ambao wanafuga ng'ombe wa kienyeji ambao wanafugia nje, hawana mabanda, na hata kama una banda, hakikisha pale mlangoni umeyatandaza haya matawi ya mnyure. Ni tiba nzuri sana, na hata ng'ombe akikanyaga haya matawi yake yanatoa maziwa, yanatoa maji meupe kama maziwa. Kwa hiyo maziwa haya yanayotoka katika haya matawi ni tiba nzuri ya kuua bakteria ambao wako katika ngozi ya ng'ombe, na kuleta afya na kuzuia magonjwa. Kuna magonjwa mengine ya kutumwa, ya kichawi, lakini kuna magonjwa haya ya mlipuko na pia huwa yanazuiliwa sana na huu mti. Huu mti umekuwa ni namba 1 sana katika tiba za ng'ombe. Huu mti umekuwa ukitumiwa sana kuhusiana na changamoto mbalimbali za tiba ya ng'ombe. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, hakikisha uwe nao katika zizi lako na uweze kukusaidia changamoto nyingi za maradhi ya mifugo na ng'ombe. Kwa hivyo jitahidi sana, kama wewe unafuga ng'ombe ambao unawafugia nje, hakikisha uwe nao huu mti. Kama huna huu mti, basi hakikisha uwe na mnyaa. Mnyaa pia ni tiba nzuri sana kwa maradhi ya mifugo pamoja na kuku. Mnyaa nao ni mzuri sana. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, hakikisha uwe na miti kama hiyo katika mazingira yako unapofugia mifugo. Itakusaidia wewe kuzuia maradhi ya mlipuko na kadhalika, na maradhi mengine ambayo ya kiroho ambayo wewe huwezi kuyaelewa na kuyafahamu katika maeneo yako. Mpendwa mtazamaji, na kuomba ushare video hii, subscribe, like na kutoa maoni yako kwa kile ambacho nimekufundisha. Na je, kwenu huu mti unauhitaje? Je, huu mti kwenu unapatikana maeneo ambayo wewe unaishi, iwe ni kijijini au ulikotoka? Najua mjini huwezi kuupata huu mti, ni maeneo ya kijijini. Vijijini ndio unapatikana sana, hasa mikoani, na kwa wale ambao wako mazingira kama maeneo kama ni Kenya huko Uganda, hii miti ipo mingi tu, na kwa Tanzania ipo sana maeneo ya bara, mikoa ya kanda ya kati ni mingi sana hii miti, na imekuwa ikitumiwa
toka enzi za mababu na mabibi wamekuwa wamekitumia sana huu mti unaitwa mnyure. Mpendwa mtazamaji, darasa letu limefikia hapo, na naomba pia share video, subscribe. Kwa leo ni changamoto ya biashara, mapenzi, kazi, mahusiano na chochote kuhusiana na maisha yako. Unapata changamoto ya kiafya, hebu chukua mawasiliano yangu, bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. Hayo ndio mawasiliano yangu WhatsApp, na kawaida tutaweza kuwasiliana na kushauriana na kupeana mengi kuhusiana na changamoto za kiafya. Nitakupa ushauri, nitakupa mwongozo namna ya kufanya na kuweza kuepukana na changamoto nyingi. Nikutakie siku njema, karibu sana, tutaonana katika